jeneza ni mzito sana, inahitaji kubebwa na vijana wenye nguvu. Jeneza ni mzito sana, saidiane, jeneza ni mzito. Thank you so much. Thank you. Pole pole, pole pole. Thank you so much. Abono asenge nchimiro ibrimia watwaire goikali tukeli. Bia mono kwa ya babi ntose safari enge ntambe no ya challenge nchera asenge nchomo homo. Omonene iketwa ikirega twakwaliganiri aho munyakire ogoito kurubono oikomorego yonya kaboko ya tatia sai. Abageni baita abaramo naitwe na abande barinjira gocha amone family asenjere abene twabikire ase oburai bwao nainde obwe comforta yekena asebale na obwaikiraneri no ara gwenere nsema bara Kristo erongolito. Amen. Okora anda akora ijamu roje kwamba nesi taete na mama Yama mwaka na ujani mwele sunaya semoga unamakashi kwa mbele wa nyumba mkiona mwili msonge mbele ili wengine waone. Unajua kwamba unatoka Nairobi, tafadhali tunaomba ukae mahali kwa tent. Tafute kiti hapa kwa tent ukae. We want to identify those guests from Nairobi because kuna program tuko nayo kwa ajili yenu. Kama umetoka Nairobi, ukuta sehemu katika tent hii uketi. Tukasema wenyeji mtupatie nafasi kidogo tu wageni wakae, alafu tutajipanga, kuna viti zinakuja. Para murumi. Mmoja. Oya nyambo mmoja tata. Awasa. Tendero. Nina bari. Enengi tora pale. Nina bari. Thank you. Asante sana.
Ukitazama mwili atuondoke, kuna ibada kidogo, kuna ibada fupi itafuata baada hapo. Asante sana, asante kwa kuwa watulivu, asante kwa unyenyekevu, asante kwa kutazama mwili kwa upole. Thank you so much, thank you so much. Tutavumiliana kwa sababu ya uchache wa viti, lakini tuna program kwamba kuna viti zinakuja. Kwa sasa tuwaruhusu wageni wetu ambao wamesafiri muda mrefu waweze kurelax na kutulia. Asante sana kwa kuwa wasikivu wema. DJ, utangaza sauti kidogo. Safari njema Moriatata, mpaka siku tutakapokutana tena. Umejaa pendo isiyozikika, alikuwa mtu wa watu mwenye moyo wa kusaidia. Kuna wimbo umetungwa kwa ajili ya heshima ya Patrick. Asante sana DJ, ongeza sauti tena. Maana mapenzi ya Mungu tuyaweza kuyabadilisha. Usikate tamaa Modesta, Bwana General tuko pamoja nao katika machozi, katika maombi, katika kila hatua ya huzuni hii. Lakini chako kimetumiza sana, kutoka Katani watu wanalia. Safari njema ya Moriatata, mpaka siku tutakapokutana tena. Kwa watoto wa Patrick, Henry Onsara, inabidi msimame pamoja, mulinde jina la baba yenu, mulinde urithi wetu, maana alikuwa mtu wa heshima. DJ, tunaona kuna uzoefu kama watu wamemaliza kutazama mwili. Nataka kuchukua nafasi hii nimwalike Elda Moses Nyakweba ili aweze kuchukua program kwa muda mfupi sana, halafu tutawaelekeza ni kipi ambacho kitajiri. Thank you so much. Welcome. Biamono, leo mintoje mcho wangu sawangu kusoma mejo fungu. Toile vilanja ya soko saba. Majirani, katika mkasa huu wa kifo, ningependa nisome from the book of Isaiah 41 verse 10 and it comforts us all, but specifically it goes to the family of the children and the wife to the late Patrick. It reads, "Fear
fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. By allowing asotuanchera wotoka wasikoiborwa na kawamoyo. Egendo yakabere Nyasaye oyiyo wetera asebibe byakoreka naso mugondo edeni agateba asengenjera ebibe engeri ya eniki amakweri ono egetabe egatiketi chipeji nchiro chinyinge sana kiroyo muito awende kolika a story yayo. The length ye full scope was a page chegetabe will depend on how long you live on earth. Omenyama tukamake ebikorubia hao bila igwebike. John 5 verse 28. Njeodewa. Truly I say to you. No, that's 25. John 5:24 says, truly I say to you, whoever hears my word and believes him who has sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Hallelujah. Ekelemo ya wanda akolele bibakure nkole yo fungu 29 ase Yohane eyo. Nyasaye otoye assignment yoko mumanya na komoitaba unomobori wobugima bwaito. Kera kwa moitabire yo wanse kolika chipeji chirize getabu keria getarikire. Ekwa muangire nayo wanse kolika chipeji chiri gitarigete. 29 no dawaki bali wospi abareire asachimbe atiabo. Ekero yesa goche yakabere wospi mawokiwe. Kera wawokiwe kera yo moito. Epeji ayarigete osechi peji ayarigete njisomu oyoro ko ni kwa Nyasaye na yoro ngoraki wa kale na kale oyoro ngokora maminja yokuwa ni kwa Nyasaye. Isaiah 5 verse 1 and 2. Nyasaye ngwancherare mwanyabantu orara asengenjo akomotanga wesiwekero obe boramoretere obabiwekina kyobosira kale na kale. Igomuna tolensa egeiga ero tore ase Patrick mambi ntomanyeti ase tore iga sa tigato konye tuenche na abere de familia kengere na otora monenwe uni kuya tebire na ende kengere taringe for this family yoka igaringe for the whole community na ende igaringe national figure because participation chiae tinyinge chiataji abantu abange in one way or another. While he was even unwell, he was ready and he was willing and he was doing the work of God from wherever he was. Hallelujah. Ekero montumia arari igoreko oka ekiagera oyo wamate bwana Nyasaye warengo biya igoto semeria na one day one time when Christ comes the second time we shall meet kolendaye na nje ndokora kengere kama matendo yetu hayatakuwa mema. Nyasaye tikatokonye na useni sababu Kristo ngolito. Amen. Mwancho tata Nyasaye mbiamono asobya bwao watoremiri aenda atoito watoremiri nodo bwate na obokwa kwabulyo ndotare naye nime cyane tuwera sense tata Nyasaye tumanye ngantoni nditweka na ora muno intwe tokonye tuanchere weza somo ikomo cyo tata Nyasaye abakomanyire obarendo okugenda kwao abadara akomanya obayebi agasana tata Nyasaye itukelimo abachole bunamabole obugema bwabo eyinde eyo nebatu warua senseye totwara basemere utande mbera z'amabara Kristo ngolito. Amen. Imaja
Biamono Orwak Church Choir. Najua kwamba tuko na huzuni kumpoteza ndugu yetu Patrick. Kila mmoja wetu anahuzunika kwa ajili ya hili. Wala ambao tumekuja kwa ajili ya kuomboleza na hii familia ya mwenzetu Patrick, kufariji mama Esther, kufariji watoto wake Peter, Henry, Lillian, Judy and Samuel. Mmebarikiwa na mmekaribishwa sana. Kwa hivyo mjihisi kuwa nyumbani, na katika kipindi hiki tutakuwa na mazungumzo mafupi kwa ajili ya kufariji familia, kwa sababu nafahamu kwamba siku ya kesho huenda ikawa very tight, hakutakuwa na mazungumzo marefu, lakini kwa sasa tungependa sana wala ambao tutatambua jioni ya leo, tafadhali muwe wafupi. Kwanza kabisa wacha nishukuru ile timu ambayo imetoka Nairobi, na washukuru kwa kazi nzuri mmefanya. Mungu awabariki. Kwa wakati huu ningependa kumwita ndugu yetu Jason Mauti popote alipo. Timaiti Mauti naranga, ili atufungulie mkutano, akaribisha wageni ambao wamefika hapa ili tuendelee. Mauti na yeye kama yuko Mauti, tafadhali kuja haraka. We want you to open this ground. Kama kijana wa Mwancha ambao amesalia, Wakogoti wa Nyamboba, ili tufungulie kukaribisha wageni ili tuanze mipangilio mingine. Thank you so much for coming. Wageni wetu mmekaribia kwetu, na wenzetu wote, watu wetu wa nyumbani wote nimewasalimia, habari zenyu. Tunashukuru sana wageni, nyinyi wageni. Kuanza safari kutoka Katani hadi wapi? Hadi Nyatike. Tulikuwa na wimbo hapa imekuwa ikiimba wakati wote hizi siku 30. Safari kutoka wapi? Kutoka Katani hadi Nyatike. Sasa imefika wakati mmefika Nyatike. Hapa ndio Nyatike. Ningependa kuwashukuru sana kwa kuandaa sherehe hizo zote na mipango yote kutoka huku Katani. Mmekuwa mkifanya mambo mengi sana. Ilikuwa kazi ngumu sana kushughulika kuleta mwili wa ndugu yangu hadi hapa. Nimeshukuru sana. Vile mmekuwa mko na mkutano huko, hata sisi tumekuwa na mkutano kutoka huku na nyinyi mko na mkutano huko. Sasa tumefurahi sana, mmefika vizuri, na mimi naona vile tulianza hii mipango yote ya kumzika ndugu yetu bado inaendelea vizuri. Karibuni sana, na tutaendelea vizuri hadi tumalize hii mpango. Asante sana. Thank you so much. Ndugu Mauti oinara Mokogoti omwabo Patrick yotigaire bono abandi bonsi baralire, sasa yeye ndiye amebaki. Ndio maana tumempewa nafasi atuongoze na atufungulie mkutano. Wapi Peter? Yuko wapi Peter? Njoo. I wanted to say hi and welcome this ground for the things they have done to make sure these things are successful after this moment. Thank you. Na wasalimu nyote, amjambo. Amjambo tena. Kwa majina naitwa Peter Ondieki Kengere. Mimi ndio kijana mkubwa wa Iboma. Niko na dada wawili mbele yangu, alafu mimi, alafu ndugu wengine wawili. Ningependa sana kuanzia kama vile my favorite uncle Jaso amesema, tunashukuru sana
kwa kila kitu tumefanyiwa kwa hii boma. Father alikuwa mtu wa watu na mtu alisaidia watu sana, na tumeona hiyo upendo back. Tumeona hiyo upendo imerudi kwa hii boma. Kwa hivyo nyinyi kama marafiki na kama family, ningependa sana kuambia asante. Also, ningependa sana kushukuru Mungu kwa yote yenye amefanya, kwa hii boma. Kila kwa hiyo nimekumbuka hiyo story mpaka saa hizi, na nitaendelea kukumbuka kwa sababu alinipeleka Lilian Towers. Tulikuwa tunaona tukifika hapo tunatoroka. Ilikuwa hoteli ya Kitunguri. Lakini what was so surprising, alikuwa amefaa Kenyanza. Sio? Na sisi tumefaa vizuri. Sasa Kachiri, somebody was telling me kama umefika 60 years, you have a bonus of about 20 years to go. Sio? Hata sisi tunafuata nini? Njia. Mungu awabariki. Wakati masisi atakuwa kesho, tafadhali wacha tuwe watulivu vile Maikasi alikuwa mtulivu. Mungu awabariki. Thank you so much. Asante sana. Ningana kwa roho mjambo. Mchina anaitwa Mayo Kengere, alikuwa disema yangu kupitia kwa Susan. Poleni sana kwa kupoteza mmoja wa familia. Thank you. Mwezi. Nende. Na tukukua na turasama be. Jetuku atigenda kwana waramukuka ndarwa senka yo mwanja. Abana baye musuwati ominto gino mwabu Susana. Tutanya kontra Susana uliorali. Iko na tabire pore na ndi Susana, sitakuwa hapa kesho, nitakuwa mahali, niko mmoja kidogo, nitaenda mahali nilikuwa natakiwa niende leo, lakini kwa sababu ya mgoma ndio sikuenda. Sasa nitakuwa huko kesho, kwa hivyo nisamee kwa sababu niona hapa kesho. Ndio maana ndio anda sabenke au marembe uwanje ngora kama na rodiga ya sana akoro kwa takuwa ye abo mochema ngwinke kumenya kwa ile ndio maana mwenye karo. Asante sana. Kuna kikundi ambacho tunaita Uncles to Patrick. Uncles to Patrick. Na wale ambao wanaitwa Abangina Moke Patrick. Bara. Tuko na wao. Sasa nataka kwanza na Abangina Moke Patrick. Balimora. Nataka mutene neiga moiche edeke mo kwa na just award yokole mi Esther ne familie balimore Abangina Moke Patrick. Kama hakuna awaisemoke abumambe bakale go chokora. Sawa. Kama wako thank you, tutawapea nafasi kesho. Kuna abairi mbale bakorwa Iringa bale sorry. Karibu. Kwa pwani abairi na basani na bageni Nairobi. Yamore. Jeno mosemo ke tengere. Ugoro. Pole sana. Tengere kwa Nairobi kwa utachijana. Nilijo zero wakana. Ingwenda tengere. Pole. Moki. Pole. Esta. Yalikuwa mwabo. Nadi yaku mwana. Pole. Asante sana. Abakwanire mbya mwezi. Ndi nabakwanire.
amabera manene ese twibona kenge rushirire eto ijanite kitingu ati mange njite tidia nengo kumisaidia tu uiborombo kengere no mwana na wakonde waire mwezi ole esa familia ole ai watigaire lakini emango abana batengere ole kengere na gerete kama hivi itakia Kenya kuwa pero kwa nini barua tukatembea lakini nani ibara tengere na gerete kama hivi itakia Kenya kuwa sama kita changi jion Goromba. Pole. Asante. Wako mwana Sky go. Wako natokonya sana. Semerovelio. Karibu. Anda kwa biagi huko. Wajie bia. Aende kwa hiyo. Njawe yongo kwana munyo sai njene nje kamanya tansa mwanta nayo munyo abana abakuna bawo kina na watu walenge na buza na nyamu mina nyambo minde bias biare okwarakana nje manye tumuka tuli ikonda te batu kurubani pole amanu mugambi mauti pole makweli atari ko tumagaru nyandi ya tumete anga tuwa kane tenga kake mumane ko tako tumamaga mpora na aruri asumwana noyo naende bokongonde bwenzi bogotoka mutuli na mukirteiga toya nyumwana ndebya mangano chiaere sotuina makuru Asante sana. Pia mano sana. Pia mano mwako monyi. Nande mewana sini nchu watu wati simerovelio. Sauti yago sisini. Chikolera nchire. Chikolera chia. Esther. Na Kengere. Especially tuko na wenzetu kutoka Iringa. Mahali ambapo mama ya Esther mke wa Peter anatoka. Tafadhali, I am informed that you are here. Chikolera jilicha Esther Koroiringa. Abagina Rome Esther, you know both are Esther. Esther Mora and Esther Kengere. Wote wanaitwa Esther. The fun thing with this family, mke wa Rogers anaitwa Susan, mama ya Rogers anaitwa Susan. So those are fun things here we can see here. Those are blessings. Wale ambao mko hapa kutoka Iringa. Okay. Kama mpo tafadhali tutawapatia nafasi kesho kama mtapatikana hiyo kesho. Wako? Hawako. Okay, I want to take this chance to call Nairobi committee ambayo ilikuwa inaandaa mazishi haya ikiongozwa na ndugu yetu Timothy Ombasa. Please Timothy, come forward with your team. Edwin yuko wapi? Edwin was the secretary. Mike was the treasurer, and the rest I don't know. I know there's a guy who was very much active, anaitwa Douglas. Yuko wapi? Douglas yuko wapi? Nairobi. Baina bale ngi pioneer bajete Nairobi kare pamaka kiwa nyoni. Paka tukachake kyo mego ngaba yanga mata association. Pole na chire gaiga. Na go kyoma ite sana. Na go kire ekeraro abana ba Kengere. Igere mosome
motale Nairobi yote Jones je ndwaragerete ate twanga basongo bono iganache gaiga mauti ugwakala pole kendo nkiriwo mwanja atamayitu mungyambe babonyanchira bonsi abantu abamba bahita abantu abalaba bintu gaga nana so maiga bunyego umama nije nyaramba nyamboli makomoke Joshua Omogi Woseko now the Kenya Broadcasting Corporation from 1966 December 31st. Wale nyaraka manyingi moja mwezi wa matunda ya uyo mwangu mwanzo kunyambebe sasa atewasedi abantu mwa Mungu wanyoleto kusaba Nyasaye aende Patrick omwenjiriga safari yeye na atulike kwezirogero mazo uteromwe umbuja mono na ade mbuja mono kubakiyo sana. Asante. Nizungumze myself ya bwana. Kwanza nichukue nafasi hii kualika wale ambao wanatusaidia kazi kutoka Nairobi. Alongside ningependa wala ile timu yangu ya Kisii. Ile timu ambayo tulikuwa tunashirikiana nayo hapa Kisii ikiongozwa na Duke Nyakwera pamoja na Ugaro. Gari uko wapi? So wanapoendelea kuongea na nyinyi mkoja hapo. Secretary bali uko uje. So who is speaking on behalf of you? All of you? We'll speak all of us. Okay, thank you. Mimi niwapisha nafasi. Najua tumefunguana na wewe sana lakini mambo yakatimia. Ndio sababu wataongea. So, welcome. Amjambo. Watu wetu Wanyatike. Amjibu. Mimi naitwa Timothy Ombasa. Mkaji wa Nairobi, sehemu za Katani. Tumefika hapa leo pia kusema wewe muungwana tulikuwa nashughulikia, tumemaliza safari yake, sasa lazima tumlete home. Tumefika home, naona mmetukaribisha vizuri sana. So thank you very much you wote. Nasikia naitwa Timothy Ombasa, lakini nikifanya maneno mengine naitwa Generali Ombasa mwenyewe. Na bana Generali Orchestra. Timu yetu iko hapa ya Katani na Nairobi, au lazima waseme kitu juu ndio kusukumana. Tutaanza na Mheshimiwa Douglas Mogeni, atawaambia kwao ni wapi. Huko mahali tunakaa tujali mahali unatoka. Kwa hivyo watu wote watasema wanatoka wapi. Douglas Mogeni. Asante sana Generali. Na wakuwa ni mnataka sana vya mwenzi. Ndio mbiamole. Jasa Marieta Ombolo ku Douglas Mogeni. Ndio msamaro ku Nyamira. Lakini wale tumeleta sababu kutineleti. Na ndio ambaye wone Katani. Asitomeleta na Patrick Kengere. Na manjire Kengere miaka nge kwekani na rongebere. Umuntu arete nkamanya Kengere noyo Timo. Gale wote kwani Timo sometena asali kurukutawala. Miaka ya raidi. Wano kurase karawote kwani Timo nkamanya roto kababa sani. Gato na kuligi to gale tuligia stoji komenya. Tukana raende tuachiramo tukamenyamo. Wano Kengere Katani gere nsemo noyo no era nsemo nanje no era nsemo. Ibona abantu tumanyene ammo naenda angasana. Musani wo omonene gwa tukutire musani we chinguru. Umusani kwandita abantu. Otariko koliyori na nimo use kayurwede. Norekera ara America na wale wote kawote tale ko wakondera na ne akondera jacket. Pokeroni. Umusani omonene. Njina abere ngoto muchiru for some time dalira bitangani ngoja na achira na ko tuto mumina no to alengera iro ase familia romanja na abana ba Kengere Lilian Judy Peter Henry and Sami
poleni sana. Poleni sana, mmepoteza mzee wenu ambaye alikuwa ni shujaa, mpenda watu. Ile tunaweza omba ni Mola amlaze mahali pema popote. He was a good guy. Sijatembea peke yangu, niko na bibi yangu nisomtaja, ndio siku ndio mama roho. My dear wife Alice, stand and wait. Naona hapa na niombe jamani. Thank you sir. Ikayo mwancha na abanyakenya rwanyakite bogire kiande tengora yane oshake ukeye unakenga atinari kwa kulete ni pole sana ni kuyo rairari igarara wano tigira machumu ali na rwari aza tuna masate awecha bagendererie nkeye itwale penya kubangemero belire nche na lengo mokeni nche bali kwenye kutumanga minyoka gabwe kitabu kama tangazo moronchijo wana bali mo mze tuwa tenkolenda buse ina ikawa tenkolenda tuwabangira mukanga ya bira mororo baka boitera leo ina wono nainde pole abana bali batekogendereria egasiria ye kwenye waratara kwa mchama yeta nyakundi peo mumanyi na nje nkanti direct lakini buone katani tukaka bande gaiga moto manyeti mike niko Edwin ni mtabu vijana super sana huyu. Rebecca yara Wangapi wananiona? Ndio tu mkono. Wangapi wananiona? Tunakuona lakini wewe sio Sifuna. Mimi sio Sifuna, sijataja Sifuna. Kwa majina naitwa Revin Rambeka. Mambo ya kuhusu Kengere is a relative and he was more of a friend to me. Because Esther ambaye ni mke wake is my cousin. Na tunasema pole kwa family. Leo asubuhi and on several occasions nimekuwa nikiongea na kijana, especially yule kijana mkubwa. Namwambia take heart. It's normal. And today in the morning I told him, you are now the father of this family. You need to guide the family in the right direction. Mama akitaka direction, nani anamuongoza? Kijana yule mkubwa. Ijamaanisha hata wadogo hawana habari, hawana chochote, but the big boy is a very instrumental person kulingana na hii family. Jambo la mwisho, kuna wale muziki wanaibanga lakini nitakuwa tu mkinipeleka kwa jela ni sawa. Wanasemanga ni reggae musicians. Wanasema peace, love and unity. Ndio wanaongea family. Hebu sema peace, love and unity. Mbarikiwe. Thank you so much. Tukiendelea kuna watu wetu kutoka Katani wakanyatike. Watu wa Katani wote mahali mpo Katani msimame kidogo. Simame kidogo hivi. Hata mtu wengine namna hii Katani mzima. Bwana General Orchestra. Watu wa Katani wote. Thank you so much. Thank you very much. May God bless you. Haya, tumeshukuru sana kwa kukaribisha watu wa Katani. Wapi wa Katani wengine? Vincent. Wewe wa Katani. So tumeshukuru sana, tuendeleshe maneno ya ndugu yetu, kaka yetu, sokoro wetu, babu wetu, nini kila kitu. Kesho tumalize vizuri na tutarudisha shukrani kwa Mungu wetu. Sisi wote ndio waungwana. Hakuna furugu hapa. Kama kuna mtu wa furugu, onye imetangazwa leo. Hakuna furugu hapa. So tumeshukuru sana. Thank you very much. Chairman wa Kisii Committee. Nyatike committee bro. Sasa asante sana. Ndani mmejaribu mahali kufika na sisi tumejaribu. Sasa tuko sawa.
God bless you. Thank you very much. Ile WhatsApp group isipotee. Tutaendelea kuweka hai. Thank you. So, ningependa asante sana Nairobi team and the committee. Sasa kuna wale ambao tulikuwa tunashirikiana hapa Kisii. Wale ambao tulikuwa tunashirikiana hapa Kisii. Hii team, yeah, so thank you. Thank you so much. Hii timu ya Kisii ilikuwa inaongozwa na mimi, Duke Nyakweba, tukishirikiana Mary yako hapa, Mary Achuti. Sitamwona hapa. Mary Achuti, please come forward. You are very important organ in this team. And before this team comes, nataka Mary come. Anapoendelea kukuja, kuna mama ambaye ni msichana wa Mwanja Mkubwa. Mongi nantageto uche obakwane watelu nga karibu nka nende bwewenka Africans. Asante. Nimemsalamu nyinyi nyote. Amjambo? Mimi nimesikia vizuri sana kwa sababu roho yangu ni ya Yesu Kristo Mwokozi. Na tuombe. Asante Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru na kukuinua. Wewe ndio daktari wetu, ndio ngao yetu. Asante umetusaidia kwa siku ya leo. Tulikuwa kwa safari mzuri, tena mzuri, tupata amani na upendo na Roho Mtakatifu. Baba, utuongoze usiku wote tufike kesho salama kama tuko hai. Ni katika jina lako aliye mkombozi wetu na Baba mwema. Amen. Mimi ndio msichana naitwa Eunice Sarange. Hapa Kamagambo Training School, my home, mother and father. Thank you so much. Kwetu ni hapa, kwangu ni Machongero Kese, huko Sengera. Kama mimi iko nasema kwetu ni Kamagambo Training School, my home. Wanacheka wanasema kweli. Mimi ndio mkubwa kwa hapa. Piga makofi tafadhali. Kwa watu wengi nilikuwa ninawapeleka Kamagambo Training School. Kama mimi nawapeleka asubuhi, mwalimu ananiuliza, "Je, mami, iko namna gani?" Nawaambia, "Mimi nilileta hao watoto wetu waendelee kusoma, mimi naenda kufunga ng'ombe ndio nikuje." Haleluya. Asante sana. Na tena mpate Proverbs 15:1. Proverbs Mithali inasema ukoleni yuko ukindinda mwa. Haleluya. Amen. Mkuu wasema mseke kama mimi. Haleluya. Na nyanya yetu alikuwa anaitwa Paulina Muragu. Alikuwa anasema, "Mami, ukienda kwako unakuwa na furaha, ukae kabisa." Haleluya. Amen. Mungu anatakwambia. Asante sasa. Pia mwana sana. So, Mama Mary, I know read this fast. Serio? But I want you to be last. I want you to be last because I want you to pray for tea break after this. Allowed? Thank you. So, hii team, so baby. Hii team ndio tulishirikiana na wao kwa ajili ya kazi ambayo ilikuwa inafanywa Kisii. Nyabuta kwa wapi? Nyabuta pale alikuwa anasimamia kwa upande wa Grave na ndiye DJ pale. Anapoendelea kukuja one. Numero kwa maana kwa majina ni Elder Moses Nyakweba. Patrick, he was my cousin. Karibuni. Kwa majina tena mimi naitwa Jason Mauti Omwanja. Patrick ni ndugu wangu. Patrick is the second born, mimi ni last born. Patrick ndiye amenilea after being handed over from my dad. Yeye ndiye amenichunga kweli. Tukaishi naye miaka yote huko Jericho. Na huyu mzee amesema Joshua Seko, hao wote tulikuwa naishi nao. Kwa kina Mary huyu ambaye ataongea saa hii, hao wote tulikuwa naishi nao. Thank you. Hao ndio wamenifanyia introduction mpaka wakaniandika kazi kwa familia yote. Yaani kwa huko town Nairobi. Tunasema asante sana kwa nyinyi wote kuja. Asante sana. So, na Boto huyo Henry. Huyu ndiye alisimamia mambo ya Grave. Tulipanga na yeye mambo ya Grave mpaka Grave mali imefikia na timu yake. On behalf of that team, we thank you so much. One word. Kwa bali biamuri. And Achuti.
Asante sana. Hiyo ni secretary alikuwa anatuandikia minutes. Kigamba kwani boirira buya. Asama lieta Jonathan Makoli nkoroku ndo mwana wa musumuino gale. Nyinje nenge secretary omoroberi twagwateraniro byango bakirambya muno nese family mbaka ipole na mwenzi pole. Secretary kutoka Kisii. Thank you. Okay. Kono waje niwasalimia mjambo nyinyi wote. Nimeshukuru tena, nimeona vizuri kwa ajili safari tulikuwa naye. Mimi najua chairman alisema nisiongee, lakini tafadhali nipe ruhusa kidogo niwapigie asante. Umenipa ruhusa? Are you sure you have given me just? Yes. Good. Safari ilikuwa ngumu. Actually safari ilikuwa ngumu. Tulipopata habari ya kwamba Kengera amekufa, mlango ilifunguliwa mpaka hata sasa imefunguliwa. Hatufungi mlango, so ni lazima tungekaa huko. From that very moment up to now. Sasa safari hii ambayo mumefanya ya kutoka huko ni shukrani kubwa na Mungu abarikiwe. Thank you so much. That is the much I can say. Sasa kukuja hapa kwa wale ambao tulikuwa nao na nyinyi pia wote tumefanya kazi sana sana. Sisi hapa ni nyumbani, lakini mumetoka safari ya mbali, muliamuka usiku, mulikuwa bado mko kwa barabara, sisi tulikuwa pengine tunalala. So mumefanya kazi ngumu na kazi nzuri na mupate baraka. Asante. So before Andrew comes, Andrew Rengo, kabla hujazungumza, nataka Andrew roba liko ufanye hivi. Najua bora mwala kwa wadali kondo. Koraiga. Wena yote ni security gani rotoka maana security. Thank you so much for the good job. Kwa asante. Mbiamore mwenzi. Na mimi wacha nipige pole kama mtu. Nipige familia ya Kengere, Mama Esther pamoja na watoto wako. Ninasema pole sana. Mungu amefanya, njia imekuwa vizuri, hatukutarajia hivi, lakini Mwenyezi Mungu amefanya, batu Kengere amefika nyumbani kwake. Tunashukuru Mungu kwanza. Ya pili, Kengere alikuwa mtu wa watu. Kuna wengine hawatajua ya kwamba hata mimi nilihisi kwa Esther nilienda kutafuta kazi. Nikakaa huko almost 1 month. Lakini wakati alikuwa amesaenda litae, ikakuwa kazi ngumu, na ile ambayo alikuwa ananitafutia ilikuwa kazi nianzie kujunga, nikashindwa kuchunga nje, alafu nikarudi nyumbani. Kwa hivyo alijaribu sana. Iko oyo minto Kengere no monto muya, tumepoteza mtu ya maana kwa area hii yote mzima, na labda tunaombea watoto wake wafuate hiyo mtindo wa babake. Najua watoto wote ni watoto wazuri, waje tuombee Mungu awasaidie na familia yote ya Mwanja. Ya pili, mwenzetu Dimoth ambaye alikuwa chairman kutoka ile kamati ya Nairobi, tunawashukuru mlifanya. Asante. Na mimi nilikuwa kwa mmoja wa hii kamati, naitwa Andrew Orenge. Asante. Thank you so much. Mama karibu. You are so special. Thank you so much. And before you speak, I want to tell them that you are a very important organ in this team. Na najua kwamba leo wale wageni wetu watalala vizuri, watakula vizuri, na watakunywa maji vizuri. Sawa, thank you so much. What I want you to do, ukimaliza speech yako, uombee chakula ambacho ni chai na snacks after this. Kwa hivyo tukimaliza hapa, huyo akiomba, wageni wote ambao umetoka Nairobi, tunatoka kwa ile gate, tutelemuke chini, kuna security wanaoongoza. Rogers utusaidie zile reflectors so that wale security wetu wavae, waingie pale, wageni wetu wa Nairobi waingie kwa zile tent pale ndani. Wakishaingia wakunywe chai. Then other family members na wale ambao mmekuja kutuomboleza pamoja na sisi, na pia ninyi tutawapanga baada ya wageni. Kwa hivyo mtulie. Thank you so much.
Okay, wapendwa mjambo. Kakita mama kwani ukaiga. Mbiyamole. Naite mbiyande. Nabona alengo yomo we committee yeiga who was on and off physically. Lakini na wakati nilikuwa sionekani hapa, nilikimbia Nairobi hata nikafika kwa Esther. Nikarudi tena, niliporudi kwa kuhudumu kwa maana mimi ni evangelist, tena nikakutana na Esther kwa simu. Kwa hivyo I was really present in a way or the other. Hapa ndio boma ya mzee ambaye alikuwa anaitwa Alfred Omwanja. Alfred Omwanja nilipoolewa niliambiwa kwa kinyumbani hapa kwa Kirukoo wanaitana na my husband wa mwao. Lakini tulienda tukakaa na watoto wake tukasahau wao ni my nephews, tukawa ni kama brothers and sisters. Tulikaa pamoja kwa Omwanja Jericho. Tulikuwa tunatoa mboga kwa Omwai. Tukiwa na Atanasio, tukiwa na Richard, tukiwa na Mauti wakiwa wadogo, na Ajuti Charles na Isaac, na mzee wangu alikuwa hapo na wengine ambao inawezekana nisahau. Huyu Joshua tulienda kuishi naye wakati yule mzee Omwanja na Magachi waliona sasa Ajuti ameoa, asiwe analala hapa kwa hawa vijana, aenda atafutiwe mahali anaweza kuwa amekaa vizuri. Tukapelekwa kwa Magachi. Kwa Magachi tulipata Omoli, tukapata Onduso Otoiwa, tukapata somebody Oganga. Nyakwebaledi was coming on and off akiwa ameishi Embakazi. Kwa hivyo hao watu unasikia kwa Omwanja na Magachi tulikuwa watu wengi ambaye from there tulianza kitu kinaitwa Abagirango Mahata Association. Abagirango Mahata Association went on very well and was very strong, but later on wazee hawa walipotoka na walio wafuata kama mzee wangu na huyu Joshua, ndio kile kikundi kikafifia. In a very special way ninamkumbuka mtu kama Moleka. Moleka tulikuwa tunafanya hesabu naye akitoka shuleni. Sasa amekuja akiwa na homework, we were working together. Kwa maana na mimi nilikuwa nimesoma kidogo tu ya Nyamondo Primary School. Hiyo shukuru ni kubwa, ilinifundisha mpaka niko hivi mpaka leo. Tulikuwa tunafanya mahesabu huko na ninamkumbuka hivyo. Na nini Kengere ama NP kwa watoto wa Omwanja wote ni wazuri sana. So organized, so civilized, mpenda watu jamani, hawa watoto wa Nyamboba. Tulikaa nao kwa amani ambaye sitawahi sahau. Kama ni watu wa siku hizi sijui ingeendeleaje, lakini wale watu wa zamani tulikuwa na adabu. Kwa kifupi wenzangu katika Yesu, hiyo ilienda, imeisha, haitarudi tena. Kitu ninaweza kutakia boma ya Patrick Kengere na mke wake na watoto wake ni amani ya Yesu. Amani ya Yesu. Yesu anaitwa the Prince of Peace, mfalme wa amani. Tukimkaribisha katika boma hii, atawaendelezea amani ambaye itawaongoza na mwisho wake tuje kuwa majirani kule mbinguni vile tulikuwa katika ulimwengu huu. Si hadithi za ajabu kwamba Yesu atarudi na ujira mkononi na kugawia kila mtu kulingana na matendo yake. Sasa tuangalie matendo yetu kama yanaambatana na matakwa yake Bwana wetu Yesu Kristo. Nisiwachoshe wenzangu, hebu na tuweze kuweka mawazo yetu katika neno la Biblia kidogo tu. Ninapenda hii hadithi kwa maana ni nzuri sana. Ninapoiangalia katika Biblia na nikaangalia katika Spirit of Prophecy, it is a very powerful message that John 11 ukisoma yote ni kumuhusu Lazarus na dada zake Maritha na Mariamu. Yesu alikuwa anapenda sana kuenda Bethania, kukaa kule atulie baada ya kufanya kazi nyingi. Na pale alikuwa anakaribishwa sana. Siku moja alienda pale,
Alipoenda pale akapata Marita na Mariamu. Marita akawa anashughulika jikoni sana. Marita mpaka akamwambia Yesu, Bwana, siwaambie huyu jamani dadangu anisaidie ili wageni waweze kula. Yesu alimwambia ya kwamba Mariamu amechagua sehemu iliyo nzuri zaidi kuliko kushughulikia chakula. Ndio tunaposhughulikia wageni kwa chakula, hebu nasi tuweze kuwa ya kwamba tuwe na neno la kutuongoza katika maisha yetu. Bila neno la Bwana ningekuwa nimezeeka. Mnaona vile Eunice anaruka. You are still young. Eunice ni mzee na mimi I'm a very young lady of only 75 years. Kwa hivyo Prince of Peace ashikilie hii bomba. Prince of Peace aweze kumshughulia kijana wangu Mauti, ampe hekima na maarifa aweze kuongoza hii bomba. Hata mimi nitakuwa namtegemea kwa maana yeye ananijua zaidi. Nikiwa na neno la ndani zaidi nitakuja nimwambie Mauti gati bora njeze meje mboni. I know you will do it. Kwa uongozi wa Mungu. Sasa siku moja Lazaro yule rafiki wa Yesu alikufa. Alipokufa Yesu anapelekewa habari. Lazaro kwanza ni mgonjwa. Yesu anadinda, vijana wanasema akadinda tu. Hakuonyesha ni kana kwamba amesikia kitu ameambiwa. Basi siku ya ile Yesu anaambia wanafunzi wake, tuende Yerusalemu. Lazaro amelala, tuende kumwamsha. Wanafunzi wakasema Yesu amekuwa kichaa. Lakini alipokuja akifika akimpata Marita mahali, Marita akikimbia akimwambia, "Oh Bwana, ungekuwa hapa ndugu yetu angekufa." Yesu akamwambia, "Mimi ndiye huo ufufuo." Marita anamwambia atafufuka siku ya mwisho. Yesu akamwambia, "Mimi ndiye huo ufufuo." Hivyo ndivyo tulivyo, atumtambui Yesu na ukuu na uweza wake. Tunaweza kuwa katika shida na tunashikilia shida. Tunaona shida kuwa kubwa kuliko huyu mwenye uwezo ambaye is the creator of the universe. Tukiwa na shida tumkimbilie Yesu, Bwana wa amani, ambaye yeye ni njia, kweli na uzima. Ni nini utahitaji ikiwa una kweli, una njia na una uzima? Si hiyo imetosha? Na sasa Yesu akamwambia Marita, sasa tuelekee, nionyeshe mlimweka wapi. Anamwambia pana, hata amevunda sasa. Ni siku 4 tangu azikwe. Akamwambia twende tu. Akafika akakuta jiwe kubwa kwenye mlango la kaburi. Akawaambia songeza jiwe. Waliposongeza jiwe, Yesu akaita kwa sauti kubwa kuliko yangu. Akasema, "Lazaro, njoo." Lazaro akakuja akiwa amefungwa sanda, alivyofungwa akizikwa. Akawaambia, "Mtoeni hayo, muachilie aende." Watu wakaona muujiza. Je, inawezekana tusifufuliwe wafu wetu sasa? Lakini maisha yetu yataweza kufufuliwa na uwezo wa Mungu. Sasa wapendwa, kile nitaweza kuwaomba, nimeshika nyumba yangu mbinguni. Niwaambie iko wapi? Iko Jasper Street. Jasper Street, unajua Jasper ni mawe ya dhahabu. Yangu imejengwa hapo karibu na kona. Yesu atakuwa anapitia hapo kila asubuhi akielekea kwa wengine. Atakuwa ananipatia matunda ya kwanza. Sijui nyumba yako mbinguni iko wapi? Nyumba yako itakuwa pale Vitina, Okogecha, Obotomani, Oboibi, Oborogi, nebintu bingi kabirenga buneyo, abanga bunabo tibakorora umucyo iguru. Kwa hivyo tuungame, tutubu, tuache dhambi na makosa na kasoro zote za kimwili na za kidunia ili tuweze kuingia pale mbinguni. Mkifika pale, kama tutaonana ulimwenguni huu kutoka leo, pale mtukiingia munitafute mtanikuta. Amen. Are you coming with me? Are you going to be my neighbors? Let us pray. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Mwenyezi. Wewe ni Mungu mkuu usiyeshindwa wala kuchelewa. Nakupenda kwa sababu ulinipenda kwanza. Ukamtoa Kristo akafa kwa ajili ya unyonge na udhaifu
na kasoro na mawaa yote ya kiroho. Sasa Baba, ndani yake mwana wako Yesu Kristo, mimi ni zaidi ya mshindi, na kila mmoja ambaye amemwamini Kristo hatapotea bali atapata uzima wa milele. Na kuacha katika hii boma, Baba ushikilie, Baba utawale, Baba uongoze, Baba uwahekimishe, Baba uangazie uso wako ili waweze kuendelea ukiwa umeketi kiti kile Patrick alikuwa na keti mpaka mwisho wa dahari. Mungu wetu utakapoonekana waweze kusema huyu ndiye Mungu wetu tuliyekuwa tunamngojea. Mfalme wa wafalme, mpangilio yote ambayo inaendelea na kila kitu chote ambacho kitafanyika, tumeshika mateka mipangilio ya mwovu shetani na mbinu zake za kila aina, uziondoe kwa uwezo na nguvu ya damu yake Yesu Kristo, ili Bwana tuweze kufanya yote kwa utulivu wako na mpangilio wako. Saa hii wageni wanataka kwenda kupata something small. Mfalme Mungu mtakatifu, ukibariki wakile, kiwashibishe, kiwashikilie, kiwape nguvu ili tuweze kuendeleza mambo yote kulingana na mpangilio wako. Ndilo ombi na tumaini langu Jehova, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Asante sana mama. Asante kwa baraka yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Henry Onsare Kengere, na mimi ni kijana wa pili wa mzee Patrick Omwancha Kengere, na kijana mtoto wa 4 kwa familia ya watoto 5. So ningependa kushukuru sana vile Bwana Duke alisema that tulikuwa tumepanga mazishi ya mzee iwe tarehe 5, lakini tumeomboleza kwa muda mrefu, na hiyo ilikuwa part of it, ilikuwa juu ya ajali kidogo ambayo ilinifanyikia. So I'm a living testimony of the work of God. So ningependa kushukuru pia kwa kila mtu ambaye alijitolea kwa muda mrefu kwa kusupport in any kind of way, be it in kind, be it in monetary form. So tungependa tu kuwashukuru sana, na tutaendelea kutembea katika hii safari ya mwisho ya mzee. Kulikuwa na different committees that zilikuwa zinatusaidia wakati ambapo hatukuwa kama vijana wa mzee, na ningependa kushukuru sana the Katani team, entire Katani team for being so supportive, na pia team ya Nyatike kwa kuwa na patience na utulivu katika huu muda mrefu. Kwa haya machache ningependa tu kuwashukuru, na Mungu aweze kuwabariki nyote. Thank you so much. Kwa majina naitwa Samuel Omwancha Kengere, mtoto wa Patrick Kengere Omwancha, na tunashukuru kwa kila mtu mwenye ametushikilia mkono, ametupatia joto. We are very grateful for this moment. What I'm praying for ni tukue pamoja sisi wote, tuwe na amani na upendo vile tu Father alikuwa. Asante sana. Mungu awabariki. Habari za jioni. Kwa majina naitwa Peter Ondieki Kengere. Mimi ndio kijana mkubwa kwa hii boma. Niko na 2 sisters. Mbele yangu Judy na Lilian, and then Mimi, and then finally my 2 brothers. Kwanza ningependa sana kushukuru Mungu for being with us. Amekuwa na sisi na tumeona upendo wake kupitia jamii, family, marafiki, ndugu na dada zetu. Ningemshukuru sana kwa hiyo comfort ametupatia for almost 1 month. Na hiyo upendo naomba iendelee. Patrick alikuwa mtu wa watu, alikuwa mtu mzuri sana, na hiyo upendo wenye Patrick alionyesha kila mtu ndio tumeiona imerudi kwa huu mji. Kwa hivyo nasema asante sana. Ningependa sana ku encourage kila mtu that
journey when you lose somebody, I think it's strange, ni feeling different. But I think if you have faith in God and if you have peace with God, then you should be fine. And so that's what I want to preach to you. And also preach peace when it comes to us gathering together and being together. And so God bless you all. God be with you. And I thank you again. Amen. To Babu Patrick, I just want to say thank you for everything you've done in our lives. I know it wasn't an easy journey, but by the grace of God, you made it through. And yeah, thank you so much. It wasn't an easy battle to fight, but thank God that through the grace of the Almighty God, yeah, all shall be well. May his soul rest in peace. Thank you. Hi, this is Esther Ondieki, wife to Peter Ondieki. Just here to say thank you very much for working with us through this journey. We are deeply indebted to our family and close friends that have worked with us through this journey. Continue to pray with us and for us. We wouldn't have made it this far without your prayers and your support in every way, in small ways and in big ways that you have contributed. We just want to thank you so much. Be all blessed, and thank you for everything.